Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kufanya matumizi binafsi ulioyahitaji. Kuweka ratiba mpya ya chakula. Kunguru kutua karibu yako na kukushtua. Tarajia taarifa yenye kushtusha. Kufanyiwa visa na mtu. Kuna mtu hutoijua tabia yake vema. Mpaka pale atakapo kufanyia jambo, ndipo utajua uhalisia wake. Kaa, acha kuwa kipofu wa moyo kwa hisia zisizofaa kukuongoza. Usiupime upendo wa mtu kwa macho. Kila jambo hupimwa kwa asili na si kiasi. Ruhusu kuelewa. Utata wa jambo utatokea utakaosababishwa na wewe mwenyewe. Kuwa makini kwa hilo. Nyota ya Nge. Kupokea simu kila wakati. Moyo wako kuwa na shauku ya kitu. Kutotaka kufikiria kitu mara mbili au zaidi. Kufahamu upendo wa mtu kwako. Kujiwekea mazingira mazuri ya amani na mapokezi kwa mtu. Kuzingatia mlo wenye virutubisho. Kuvuna zao la muda mchache tokea kupandwa. Utajihisi hali ya kunywa maji kwa wingi. Kazi au jambo jipya kufunguka kwako. Nyota ya Samaki. Kutafuna kitu kichungu. Moyo wako kushtuka sana. Kuondosha utando uliokuwa sehemu kama kizuizi. Kuamua kukata nywele zako. Utafika sehemu yenye vumbi sana. Utapata kujua mambo mengi kwa wakati mmoja. Utatumia pesa kwa wingi kuliko kuingiza pesa. Utakataa kuongea na mtu kwenye simu. Kujifunza. Nyota ya Mizani. Kupata mshtuko mkubwa kwa jambo. Kutojihisi usingizi wakati wa usiku ila utajilazimisha kulala. Kujiogopesha mwenyewe kwa kitu. Utakula kitu chenye sukari nyingi ya kukera. Kuagana na mtu. Kupaliwa na maji. Hali ya mtu kubadilika itafanya usimuelewe. Nyota ya Mapacha. Simu kuzima chaji ikiwa stima hakuna. Kufuata mwongozo ulioambiwa na mtu. Mapatano ya kipesa kuwepo. Kutumia kitu kwa tahadhari. Kutotaka kuwa shahidi wa kitu. Kusikitishwa na matukio yaliyotokea. Nyota ya Ndoo. Hasira yako kuzidi kwa mtu. Kufahamishwa kitu na mtu wako wa karibu. Kitu kuanguka kwenye shimo. Masihara ya mtu yataleta hasara. Kuingia kwenye mtego wa mtu kirahisi sana kwa kukubali kumwamini. Kujishika kichwa mara kwa mara. Kusikitika. Kuhitajika kwenye kesi au majadiliano ya mtu. Nyota ya Mashuke. Mtu au watu tofauti kuwaona wakiwa na majeraha. Kujihisi kuchoka na maeneo ya mgongo na mbavu kuwa na maumivu. Kujua kuwa mtu anakupenda ila utamfanyia kusudi ili ajifunze kitu. Kufikiria kitu kingekuwa kimekufika wewe. Kutumia kitu ulichokihifadhi. Nyota ya Mbuzi. Kufanya kazi sana. Kuongea peke yako kwa hasira. Kutamani mtu ajue jinsi unavyoumia au anavyokukwaza. Utafanya kitu kwa hasira ila kitakuwa sawa. Macho yako kuvimba au kuwa na tatizo. Kumwelekeza mtu aweze kutumia lishe bora kwa mtoto. Kukinaishwa na kitu. Malengo yako yatatimia hivi karibuni. Nyota ya Ng'ombe. Kusikitika. Kupenda kuhifadhi vitu moyoni hasa venye kukuumiza. Ila ni rahisi kusamehe. Utapata mwangaza wa kweli na moyo wako kufurahi kila wakati. Kipimo cha kujua kitu utakuwa nacho au kuwa na ufahamu na hilo. Utakuwa na majibu yenye kujitosheleza kwa mtu. Kidogo utaanza kuwa na mashaka mabaya kwa mtu. Ila wema wake utakupumbaza na kuacha kufikiria shaka yako. Kutoamini kitu kirahisi. Utalipwa kitu cha muda mrefu kupita na kupokea malipo yake kwa sasa. Utakuwa mwalimu mzuri kwa mtu. Nyota ya Punda. Kuuma meno kila wakati. Kama mtu mwenye hasira. Kuzuga jambo kama vile halijakugusa ila ukweli unaujua mwenyewe. Bila kificho utasema jambo fulani. Kutopenda kukaa na kitu kinachokuumiza moyoni mwako. Mpaka utakaposema ndipo huwa huru. Kujihisi mwenye kupendeza sana.
Taratibu mpya hupangwa. Kujistiri sana kwa mavazi. Hongera kwa hilo. Furaha yako itaongezeka zaidi baada ya kitu au mtu fulani kukufikia. Nyota ya Simba. Kuogopeshwa kitu. Kuhisi ni haraka sana kufanya jambo. Kutumiwa ujumbe mfupi utakaouelewa. Kusikiliza sana kitu. Kujadiliwa sana kwenye kazi. Kufanya vitu kwa haraka. Maneno ya mtu yatakufumbua akili. Nyota ya Mshale. Kutamani kulia au kujihisi tu hali hiyo. Kupunguza mashaka yako ili ufanye kitu. Kuna mtu atakuwa anakupa mawazo sana. Kujilazimisha kula kitu. Kutamani kumtumia mtu pesa kwa mahitaji fulani. Kujihisi kiungulia. Kupata taarifa ya mtu kupata taraka au kuachwa. Utakuwa mwenye hekaheka nyingi za kurekebisha mambo yako yasiharibike. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.